Tunaendelea sura Tur makiyatun hiya 49 aya. Sura Tur imefika Maka nayo ina aya 40. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-Tur wa kitabin mubin رق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والطور نابا وجبل طور واو يا قسم والطور نابا وجبل طور الجبل الذي كلم الله عليه موسى maana ile jabali ambalo amemsemesha Mwenyezi Mungu juu yake Nabii Musa. Kitabu mastur, na naapa kwa kitabu chenye kuandikwa. Mastur mwalimu kitabu mastur, anaapa kwa kitabu chenye kuandikwa wiraqin manshur, katika karatasi yenye kukunjuliwa. Maana ya raqi ni karatasi, wiraqin manshur au raqi hatu mboli, lakini ndio hiyo wiraqin manshur katika karatasi yenye kukunjuliwa. yake raq ndio maana watu wanasema hiyo kama karatasi na raq ingine kwa lazima iwe وقيل كل ما يسند فيه إلا كان أو غيره هو من فتح الدائم للإكراه العام سورة شذوذا وقرئ شذوذا بكثرة وقال المنصور المقصود. وأيضا المنصور وقيرة المنصور katika karatasi iliyokuliwa Taurati au Qur'an au Qur'an. Hiyo kitabu mastur. Kitabu mastur na kitabu mastur na Taurati au Qur'an. Kwa ni mojawapo ni kauli nyingi katika hizo kauli kwamba hiyo kitabu ni mastur dini kitabu kipi kwa wale ndio kama ni Taurati na Qur'an. والبيت المعمور أنا أبا وبيت المعمور. بيت المعمور يسمى nyumba iliyoamrishwa kwa ibada المعمور. والبيت المعمور أنا أبا وبيت iliyoamrishwa kwa ibada المعمور ambayo kama wanavyosema huwa fi samai tari. Nyumba hilo limo kauli watatu au sadisa au wasita au sabia ikhtiyari mkaa katika uelekeo wa mkaa katika usawa uelekeo wa mkaa yazuru kila yaumi, wanaizuru nyumba hiyo kila siku 70,000 malaki, malaika 70,000 mustawaabu lilausanati na kufusu na kuswali لا يعودون إليه أبدا
hawarudi kwenye nyumba hiyo kila siku sabini watakaofanya hivyo hawarudi tena, mara moja tu basi watakuja wengine sabini kila siku. Kila siku wanaingia malaika sabini katika maamuri kwa ajili ya malaika wanaingia katika hiyo 70,000 kila siku 70,000 wanakufa wanakufa, na atakayeingia hapo arudi tena atakuja wengine kumaliza arudi tena hivyo kila siku 70,000. Malaika ni wengi mno, anajua hisabu yake Mwenyezi Mungu. La ya'lamu adadahum illa Allah. Baitul Ma'mur iko katika usawa wa Kaaba, anasema namna utajaza jini au nini inaanguka sawa sawa. Wasaqfi al-marfu', na mbingu yenye kunyanyuliwa juu. Wasaqfi al-marfu', na mbingu yenye kunyanyuliwa juu. Saqf ni mbingu. Wasaqfi al-marfu' ay as-samaa. Ndio maana ya saqfi ni mbingu kunyanyuliwa juu. Walbahari masjur, na bahari yenye kujaza. Au bahari ni kwa moto, nasema hivyo. Kama hivyo ilivyo katika sura nyingine, aya nyingine, waidhal biharu sujirat, lakini bahari itakapowashwa moto. Walbahari masjur al-mamluk, na bahari iliyojaa ima yenye kujazwa moto. Kama hadithi inavyosema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bima warada anna Allah ta'ala yaj'alu al-bihara kullaha yawma al-qiyamati nara yandalu biha fi nari. Hilo Kawia masujuri ya kujazwa maji. Lakini sawa ya kujazwa moto sawa kwa sababu ipi. Inna adhaba rabbika lawaqi, yadumu kusamun alaihi. Kule tulisema wao ya kati. Kusamun alaihi, inna adhaba rabbika lawaqi. Hakika adhabu ya Bwana wako waliyotukuka. La nadhirun mustahiqihi, na yukutuka kwa wale wanaostahili. La nadhiru, ndio kusamun alaihi. Na Mwenyezi Mungu ameapa kwa vitu hivyo kwa utukufu wake, kila kimoja kina utukufu. Ma lahu min dafi, hapana mwenye kuizuia. Ma lahu min dafi, hapana mwenye kuizuia. Mwenye kuzuia na adhabu hakuna, atakayeweza kumzuia na ambaye anastahiki. Hakuna mtu mwingine ambaye atastahiki adhabu, hakuna mwenye kuizuia. Kuondosha kwamba isiwepo, hakuna.
na itatoka siku gani? Yauma tamuru samau maura, siku utakayo taharaka mbingu kutaharaka. Tamuru samaa maura, yani yauma maamulu lawaka, itatoka siku utakayo taharaka, itakapopindishuka mbingu, kutaharaka mbingu kutaharaka. Tataharaka watadu, siku itakayopindishuka mbingu na kuzunguka. Kama itazunguka kadawarani rahma, watajibu watadhahabu ويدخل بعضها فيما وتختلف أجزاؤها وتتكفأ يعني تكفؤ السفينة kufuka kwa kama kufuka kwa jahazi mbali mzunguko huko alafu itakufuka. Yauma tamuru samau maura, siku itakayo taharaki mbingu taharaki na kuzunguka. Watasiru jibalu saira, na siku yatakao kwenda majabali kwenda. Majabali yatakwenda ile siku ambao mbingu kama takuambia kusoma katika kitabu katika aya nyingine, ndio samau fatarat yatarakawatu dakhalat al-ibad bihi, ndio sura hiyo kutakuja kwa namna tofauti ile kwamba ni aina nyingi. Ndio watasiru jibalu sayra, atakwenda majabali kwenda. Tasiru habara mansura, majabali yatakuwa ni kama vumbi likitawanyika. Wadhalika fi yawm al-qiyama, na hilo litakuwa katika siku ya Kiyama. Fawailu yawmaidhin lilmukaththibin, adhabu kali siku hiyo ni ya wale waliokadhibisha. Wale hiyo ndio inakuwa ni shida tu, adhabu inakuwa namna hiyo, ndio wale. Kwa maana tunasema adhabu kali siku hiyo ni ya wale waliokadhibisha. Wenye kukadhibisha nini? Ahusika, wenye kuwakadhibisha mitume. Alladhina hum fi khawdin yal'abun, ambao wao katika basi wanacheza. Khawd nafasiri kwa maana basi, kwa maana khawd ni kuingilia, na kuingilia katika basi wanacheza. Alladhina hum fi khawdin yal'abun, ambao wao katika basi wanacheza na yashtaghiluna bikufrihi, nashughulika na ukafiri. Ndio basi wanacheza katika basi na ambao ni ukafiri, wakiambiwa habari za Qur'an, mtume apetu waamini, wanacheza katika basi yao ambao ni ule ukafiri. Hao ndio wenye adhabu hiyo, ambayo siku hiyo adhabu siku hiyo inakuwa ni kwa kukadhibisha, inakuwa ni kalimu. Na nani hao? Alladhina hum fi khawdin yal'abun, ambao wao katika basi wanacheza, yashtaghiluna bikufri, na wanashughulika na ukafiri wao. Yauma tud'auna ila nari jahannama da'a, siku atakaosukumwa kwenye moto wa Jahannam kusukuma. Da'un, kusukuma kwa nguvu. Yauma da'un,
ila nari jahannama, siku atakaposukuma kwa nguvu kwenye moto wa jahannam kutufu. Yudfauna bihunfi, kusukuma kwa nguvu, bidalili yauma, bidalili min yaumi tamut, bidalili badalu min yauma tamut. Hii yauma mdao, hii yauma ni badali ya ile yauma tamut. Ya yauma yud'auna ila nari jahannama da'an yudfa'una bi'unfin badalu min yauma tamut. Wa yuqalu lahum tabkita, wataambiwa watabkita, yani kwa kunyamazishwa kutoa hoja. Tabkita ni kumnyamazisha mtu kwa hoja. Tabkita kwa kumnyamazisha mtu kwa hoja. Wataambiwa hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun, huu ndio ule moto ambao ninyi mlikuwa mnamkadhibisha. Afasihirun hadha, je, ni uchawi huu? Huu ni uchawi? Hii adhabu hii ni uchawi? Na kule nilikuwa nikiambiwa habari ya Qur'ani, mwasema nini? Ni uchawi. Mtume mwasema ni uchawi. Qur'ani mwasema ni uchawi, ni Qur'ani ni je, ni uchawi huu sasa? Na Qur'ani inakuwa inaelekeza mambo haya. Inawaonya kusema, inaelezea kusema mambo. Utakuwa na adhabu. Je, sasa ule uchawi? Afasihirun hadha, je, huu ni uchawi? Manake hadha al-adhab alladhi tarawna, ni ambayo mnaiona, kama kuntum taquluna fil wahyi hadha, kama mlivyokuwa mnasema kuhusiana na wahyi kwamba huu ni uchawi. Am antum la tusirun, au ni hakuoni? Am antum la tusirun, au gharidhia hakuoni? Islawa, basi uingieni humo, ingieni na fasbir alaiha, subirini leo moto, vumilieni, maana ndio mmeshafika sasa. Islawa, ingieni moto huo, fasbiru, na subirini alaiha, juu yake, au la tasbiru, au msisubiri. Sawa alaikum, ni mamoja juu yetu, yani subirini juu yake au msisubiri, sawabu alaikum, ni mamoja juu yetu. Manake ni anna sabrakum la yanfa'u, mkisubiri msisubiri sasa. Manake sabrukum wajazrukum, kusubiri kwenu na kulalamika kwenu sawa. Sasa alaikum bihi, lianna sabrakum la yanfa'u, hata kusubiri kwenu hapo. Yani ukisema msubiri na mkilalama sasa, sababu hakuta manufaishi, kusubiri hakunufaishi, na hata huko kulalama kwenu hakute. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, ikasema mnalipwa yale mliokuwa mkiyafanya. Mnalipwa yale mliokuwa mkiyafanya, ajazaa, mnalipwa malipo yake yale mliokuwa mkiyafanya. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im, hakika muttaqin wacha Mungu watakuwa katika mabustani na neema na starehe. Fakihina bima atahum rabbuhum, hali ya kuwa wenye kustarehe, wenye kuona ladha kwa yale ambayo amewapa Bwana wao.
innal muttaqina fi jannati wa nahar, hakika wenye kumcha Mwenyezi Mungu watakuwa katika bustani na neema na starehe. Fakihina bima atahum rabbuhum, aliyakuwa ni kustarehe. Mutalazzizin, mwenye kuwa na ladha. Bima atahum rabbuhum, kwa yale ambayo anawapa Bwana wao. Aatahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhaba jahim, na akawakinga Bwana wao na adhabu ya Jahannam. Amewakinga wanusuru. Wa waqahum rabbuhum, akawakinga Bwana wao adhaba jahim, adhabu ya moto. Atfan ala atahum ay bitiyanihim wa wiqayatihim, kule kuwapa hayo walowapa na kuwakinga nayo. Wayuqalu lahum, wataambiwa hao watu wa peponi, wataambiwa kulu washrabu bima kuntum kuleni na kunyweni, hali ya kuwa ni kustarehe kwa yale mliokuwa mkiafanya. Ihania nasema ni hali ikiwa ni hali maana mutahani, hali ya kuwa ni kustarehe. Bima ambao sababu ni kwa yale ambao mlikuwa mkiafanya, kwa sababu ya hayo. Muttaqina ala sururi masfufa, hali ya kuwa ni kutegemea juu ya makochi ili kupangwa sawa. Muttaqina ala sururi masfufa, hali ya kuwa ni kutegemea juu ya malili yenye kupangwa safu, yanayopangiliwa maalum, mpangilio maalum. Si anakaa ovyo amezagaa, ama yamepangwa. Hii muttaqina ni halu min al-dhamir al-muttaqin min qawlihi ta'ala fi jannati, na pale kuna kailina fi jannati, hiyo kailina hiyo ndio na dhamiri hiyo ambayo inakuwa ni hali, inakuwa ni hali ya hii muttaqin. Sawa. Nasema halu min al-dhamir al-mustaqim, yenye kujificha fi qawlihi ta'ala fi jannati. Na fi jannati ni jara majrur, kama tunavyojua jara majrur na ta'ala kuna nini? Na ta'ala kuna tamko ambalo inakadiriwa hapa, maana yake ima mustaqizin au qailin. Na ta'ala kuna nini? Istaqama. Istaqama ni fi au hiyo maana yake mustaqil, ndio mustaqil mulaka ya mustaqil. Anasema ni hali ya dhamiri mustaqil iliyoficha fi qawlihi ta'ala fi jannati, fi jannati. Tunasema mara nyingi kwamba yana majrur mutaalliq bi قائل أو بمختفى مساجد قائل على سرر مصفوفة يوما kochi au malili yaliyopangwa, baadhiha ila jambi, baadhi yake kwenye upande wa baadhi, kwenye ubavu wa baadhi. Surur ndio hiyo makochi au malili, vitu ya hiyo. Wasawajnahum bihurun 'ain, na tukawakutanisha na hurun 'ain. Anaisema kwamba tukawaozesha, tukawakutanisha na hurun 'ain. Hapo ala fi jannati, sisi tunajalia fi jannati hayo karanahu kwa maana hakuna mambo ya ndoa kama alivyo kukutanishwa tu na hurul 'ain, kama hivyo kukutanishwa na watu ambao ni hurul 'ain. Hurul 'ain
huru ni weupe, yini ukubwa wa macho, lisanu wazuri, bihuri ain, utawakutanisha na hao haurini ambao wanawake wenye macho makubwa wazuri. Walladhina amanu, na wale ambao wameamini, huo ni mwisho. Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum, wale ambao wameamini na wakawafuata juu ya imani watoto wao. Walladhina amanu wattaba'atuhum, na wakawafuata juu ya hiyo unaokuja kuamini, dhurriyyatahum, watoto wao, dhurriyyatuhum, watoto wao, as-sighar wal-kibar, ni wadogo na wakubwa wote, biimani, wakawafuata kwa imani, minal kibari wa minal ambari isra, wakawafuata kwa imani kwa wale wakubwa, watoto wakubwa, wale watu wazima. Halafu wa minal ambari, na wakawafuata mababa, istighari, kwa wale wadogo. Wale wakubwa wakawafuata wazazi wao katika imani, wakaamini, kwa sababu ni watu wazima wanatakiwa waamini. Na wale wadogo nao wamefuata wazazi wao kwa imani, kwa sababu mtoto anafuata baba katika imani. Ndipo maleka vizuri. Na wale ni wadogo, imani yao inajengeka kutoka inapatikana kwa hao wa mababa. Lakini kama ni watu wazima, basi inabidi waamini kama waamini wenyewe. Kama ni watoto watu wazima, inabidi waamini. Lakini watoto wadogo hao automatically moja kwa moja watu wazee wao ndio maana. Wa hiyo walladhina amanu, na wale ambao wameamini, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman, wakawafuata watoto wao, as-sighar wal-kibar kwa imani, minal kibar wa minal abai isra, wal-khabar ndio alhaqna bihim dhurriyyatahum, tutawakutanisha nao watoto wao, alhaqna bihim dhurriyyatahum, tutawakutanisha na watoto wao. المذكورين أول وقت في الجنة فيكونون في درجته وتقوى قد درجة له، وإن لم يعملوا بعمله يبقوا كفاية فمتنة تكرمة للآباء، وكرموا على مبابا باجتماع أولادهم باجتماع أولادهم، kukutana watoto na wao ya taklifu, kukirimiwa wale mababa kwamba leo watakutanishwa na watoto wao. Kote kikubwa kinachoangaliwa ni nini? Ni imani. Kwa wana imani, basi watoto watakutanishwa na baba zao katika daraja. Baba Muislamu watoto wale wana maelezo mengi yapo katika sheria kwamba ile walindano kama ndani waweza kufikiria watoto waumini waliokuwa wadogo. Wengine wanasema na wale ambao
ili wale Wakristo na nini. Kuna mambo mengi, kuna swali nyingi sana. Hiyo ina swali. Hivyo jambo lenye maneno na kauli nyingi laana hapo. Lakini hapa wanaolengwa ni watoto wa waumini, ndio wanaolengwa. Watoto wa waumini watakutanishwa na wazee. Hiyo ni kwa takrima ya Bwana. Wama alatnahu min amalihim, na hatukuwapunguzia katika matendo yao kitu. Kule kuwakutanisha wale watoto na wazazi, sio kwamba wale wazazi wanapunguziwa kwa kamili, walipoyala kote. Wama alatnahu kasihina wakati nakasnahu min amalihim, hatukuwapunguzia katika matendo yao kitu chochote. Bifathi lam wa kasriha, unaweza ukasema ma alitna na wama alatna, ndio bifathi lam wa kasriha. Nakasnahu min amalihim min zaia, hatukuwapunguzia katika malipo yao chochote. Yuzadu fi amali al-awlad, kuzidishwa katika matendo ya watoto. Yaani kitu ambacho labda kitazidishwa, kwamba huku watapunguziwa ili wazidishiwe, wapunguziwe wale wazazi, ili kizidishwe kwa wale matendo wale watoto. Hakuna kupunguziwa wale wazazi katika matendo yao kiasi kwamba eti punguze kitu wapewe wale watoto. Hakuna. Wama alatnahu min amalihim. Kullu mri'in bima kasaba rahin, kila alichotuma mwenye kuchukua raha. Kullu mri'in, kila mtu, bima kasaba rahin, kwa kila alichotenda, kwa kila alichokitenda mwenye kuchukua raha. Min khairin au rahin marhum yuakhadhu bishari, atapatilizwa kwa shari yule ambaye amefanya shari. Wayujaza bil khair, na atalipwa kwa khair yule ambaye amefanya nini? Ndio maana yake. Kwa hiyo kullu mri'in bima kasaba rahin, kila mtu kwa kila alichotuma mwenye kuchukua rahani kwa kila alichokitenda. Ikiwa ni kheri basi atapata kheri, kama ni shari basi atapata shari. Wamzadnahu bifakihati wa lahmi mimma, tutaadhibishia mara baada ya mara, maana wakati baada ya wakati. Wamzadnahu, tutaadhibishia wakati baada ya wakati, bifakihati, kwa matunda, wa lahmi, nyama, mimma, katika vile wanavyotaka tutaadhibishia. Hapa amesema wamdannahum, maana zidnahum fi waqtin baada waqti, tutawadhibishia katika wakati baada ya wakati. Na hii wakati ambao fi waqti baada waqti wamechukua katika mizani amada, kuongeza ile amada hii kuongeza, tutawadhibishia
Sasa hii ndio aliyochukua maana ya fi wakati baada. Kwa tamko hili liwamdadina. Kwa hiyo tutawazidishia kwa matunda na nyama mimba shauri katika roho samani. Wa ila yusarrihu talab. Wa illa yusarrihu talab. Hata kama hakuweka wazi kwa kupita. Na hata kama yeye hakuweka wazi. Taka matunda, taka nyama. Lakini ndio asema tutawazidishia. Wa illa yusarrihu. Ijapokuwa hakuweka wazi utalabi kwa kutaka hiyo. Maanake mtu si lazima aweke wazi ya sasa unataka matunda au unataka nyama. Kwa nafsi ya kupita tu katika moyo wake tayari. Akipitisha tu wazo fulani nataka nyama sahihi. Kwa hiyo haiwi mpaka aweke wazi na nataka nyama, nataka matunda fulani. Wa ila msoro wala anaongezwa matunda nyama, kama hakuweka wazi kwa mujarrad wa kupita tu katika moyo wake wazo fulani nataka hili tayari sahihi. Wa ila msoro kwa hakuweka wazi yatanazauna fiha kasa la lahum fiha wala ta watapeana zali yatanazauna ni kupeana, watapeana humo katika hiyo pepo gilasi ya vinyo, watapeana gilasi za vinyo kama la lahum fiha ambalo kwa tembo hilo hapana kuwa ndani yake, hapana kufanya maneno ya porojo na nini huo wala dhambi hata dhambi, sababu ukiwa tembo la leo hapa unapata nini? Unapata dhambi sababu unatumia kitu ambacho ni haramu. Au kesho hakuna dhambi, sababu ukinywa hili sasa ni dhambi kama ilivyokuwa kwa dunia ilikuwa haramu. Ndio maana na lahu fiha hapana kuwa ndani yake. Huo ni zile fujo zinazopatikana baada ya kukula, mara tuka na huo marifi maneno ovyo watakopatikana kwa sababu ya nini? Ya kunywa hapa na dunia. Ndio la lahu hapana fujo lolote, yani hakuna porojo, hakuna kufuo lolote, wala tasim wala dhambi. Na ile yatanazauna ni kupea. Kama ilivyo mtu akikaa na familia yake, achukua huko anampa huyu hivi, kwa wewe hivi namna hiyo, ndio yatanazauna fika. Watapeana ndani yake. Yataafawna bainahum, watapeana kati yao. Fiha fil janna kasa gilasi za mvinyo au vinyo, gilasi za mvinyo na laghaw fiha wala ta'thim bihi, hapana dhambi kwa mvinyo huu. Ndio alhaqu zakazo wapata kama ilivyo dunia, bikhilafi khamri dunia, kwa kinyume cha tembo la dunia. Kwanza dhambi, halafu ndani yake kuna kuwa na fujo zaka utungu mzima. Watufu alaihim ghilman, watazunguka juu yao watoto. Wayatufu alaihim ghilmanu lahu, watazunguka kwa ajili ya khidma, kwa kuwatumikia watoto, yani watoto wao. Arqa, watoto ambao ni watumwa,
kaannahum lu'lu'un maknun, kana kwamba watoto hao kwa uzuri ni lulu iliyofichwa katika chaza, maana iliyohifadhiwa katika chaza yake. Watoto hao waliokuwa wazuri wenye kupendeza ni kama kwamba ni lulu iliyofichwa katika chaza yake. Wayatufu alaihi, watazunguka juu yao, bilkhidri, kwa ajili ya kuwatumikia. Ghilmanu lahu, vijana wao, maana alqa, kaannahum lu'lu'un maknun, kana kwamba wao husnan wala tafata, kwa uzuri. Lu'lu'un maknun, lulu iliyohifadhiwa katika chaza. Masur fi sanad liannahu fiha ahsan, kwa kwamba lulu ikiwa katika chaza yake ni nzuri mno mino kuliko ikiwa haipo huko. Fi ghairiha, ikiwa katika mahali, kuliko lulu hiyo ikiwa katika sehemu. Maana yake ikawa fi lu'lu'in maknun, kwa maana lulu ikiwa katika chaza yake inapendeza, ni nzuri kuliko ikitolewa katika chaza ikawekwa mahali, haipendezi, haiko vizuri. Kwa hivyo maana wao wana watoto wanapendeza vizuri mno, kama kwamba ni lulu iliyohifadhiwa katika chaza. Namna ya pepo na maelezo mazuri ilikuwa katika Hashri, na utakuta mambo mazuri makubwa, kama hadithi ya Abdullah bin Umar asema, ma min ahadi min ahli ljannati idha yas'a alayhi alfu ghulam, hakuna yoyote katika watu watakaokuwa peponi ila atahangaika, watamhangaikia huyo vijana 1000, wa kullu ghulamin ala amal ghairi ma alayhi fa'il, kila kijana mmoja yuko katika kazi sio ile ambayo yule mwenzake kujua kazi. Kila mmoja ana matendo sio yale ambayo mwenzake kujua matendo hayo. Vijana 1000 wanamtumikia mtu huyu, na kila kijana mmoja yuko katika kazi sio ile aliyokuwa nayo mwenzake. Hii ndio sura waqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun, na akawaelekea baadhi yao juu ya baadhi wengine, hali ya kuwa wanaulizana. Wanaulizana yale waliokuwa nao kule dunia. Yasalu ba'dhum ba'dha, inauliza baadhi yao kuhusu baadhi wengine, inauliza baadhi wengine amma kanu ala, kuhusu yale waliokuwa nayo juu yake. Wama wasalu ilaihi, na yale ambayo wameweza kufika kwake. Taladdufa watirafan billah, wanaulizana tu kwa sababu ya taladdu, kuona ladha na kukiri neema ya Mwenyezi Mungu. Wanaulizana waliokuwa nao dunia, usije vipi namna hiyo. Waqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu, na wakaelekea baadhi yao juu ya baadhi wengine, hali ya kuwa wanaulizana. Qalu, inna kunna qabla fi ahlina mushrikin, wanasema kwa kuishiria ile ila imeweza kuwafikisha mpaka wakafika hapa katika pepo. Wanasema hao, wanasema inna kunna qabla, sisi hakika sisi tulikuwa huko duniani, ndio kabla tulikuwa fi ahli, kwa pamoja na hawa ahli zetu tukiwa duniani mushrikin, tunaogopa kwa nyuma, tunaogopa khaifina min adhabi,
tunaiogopa adhabu ya malaika. Tulikuwa na malaika ndio qalu, wakasema imaan ila illatin, wa kuishiria kwenye ile sababu ya kuwafikisha ila kuna kabla, nikasema tulikuwa huko nyuma kwa hali zetu kule, yani kabla ya haya yote tuliyopata. Inna kuna fi ahlina, kwa hali zetu mushrikini, walikuogopa khaifina min adhabi, walikuogopa adhabu ya Mungu. Wa yufamanna Allahu alayhi, akameemesha Mwenyezi Mungu juu yetu bilmaghfira, akakusamehe mawaka ala adhab as-sam, na akatukinga na adhabu ya moto. As-samum manake ni moto wa ndani, umeitwa samum bidukhuli hafi mataam. Samum moto umeitwa samum kwa sababu unaingia kwenye tundu za malaika. Waqalu imana, wakasema wa kuishiria vile vile sababu ya hali inna kunna kabla, sisi tulikuwa huko nyuma, haifi dunia huko nyuma, huko duniani na dua tulikuwa tunamwabudu Mola wetu, tunampekesha na tunadua na abudu muwahidi, na maabudu hali ya kumpekesha. Innahu huwal barru, haika Mwenyezi Mungu mtenda wema mwenye kurehemu. Innahu kasri istinafa wa in kana ta'lil, japokuwa ni ta'lil. Wa in kana ta'lila ma'a, na japokuwa ni ta'lil kwa maana. Wa bil fathi ta'lila lafz, na kama ni kwa fataha itakuwa ni ta'lil kwa lafz, kwa sababu annahu kwa ajili ni ta'lil. Innahu itakuwa ni ta'lil kwa maana, umeelewa? Ikiwa ni innahu ni ta'lil kwa maana, lakini annahu ni ta'lil haswa. Huwa al-barr, innahu, hakika ya Mwenyezi Mungu, huwa al-barr, mwenye kutenda wema, muhsin as-sadiq fi wa'd, mwenye kusema kweli katika kila ar-rahim, mwenye kurehemu, al-azim ar-rahma, mwingi wa kurehemu. Tunaweza kuishia hapa kuanzia fadhakir, fadhakir kama anta bilina birabbika kahini, kwa maneno